Kwa majina naitwa Joshua Mosiriarukiro, mwenyekiti wa CHASO mkoa wa Dodoma. Kumekuwa na vitendo vya vijana wa UVCCM wanawatisha watu, wanawaambia kwamba pasipo kujiunga na UVCCM hautapata mkopo, hautamaliza chuo, hautafanya nini. Kwa hiyo ni watu ambao sasa wamekuwa wakitiwa hofu na kuona kwamba sasa angalau tu ili aweze kumaliza chuo ni lazima ajiunge na UVCCM ili mradi aweze mambo yake yaende vizuri na apate mkopo, apate nini, lazima awe UVCCM. Labda tu kitu ambacho hawakifahamu vijana wengi ni kwamba chuo ni mali ya serikali na kipo au vio vipo kwa ajili ya kuwanufaisha vijana wote ambao wana sifa za kuweza kuwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Pia hofu ya kutishwa kwamba labda ukiwa UVCCM ndio utapata mkopo sio kweli, kwa sababu mikopo yenyewe tunayopata tukiwa vyuo vikuu ni kodi ambazo wanalipishwa wazazi wetu, ni kodi ambazo sisi wenyewe tunazilipa. Kwa hiyo ni pesa zetu wenyewe ambazo pia zinatakiwa kufanyaje? Zinatakiwa kutusaidia ama kutunufaisha sisi wa Tanzania, pasipo kujali itikadi zetu za kisiasa, pasipo kujali ukabila, pasipo kujali dini ama utofauti wote ule wa kiitikadi. Hivyo basi watambue kwamba hata ukiwa Chadema, hata ukiwa CCM, hata ukiwa chama chochote hapa nchini, una haki ya kupata mkopo na una haki ya kusoma mpaka ambapo ufaulu wako au elimu yako itakapoishia. Kwa hiyo hofu au zana ya kwamba pasipokuwa CCM hautamaliza chuo, hautapata mkopo, hautafanya nini, ni zana ambayo ni potofu, na natakiwa tusimame kama taifa, vijana wa taifa hili, kupinga zana hizo, kwa sababu zimekuwa ni zana ambazo ni mbovu, ni zana ambazo hazina mashiko sasa, kwa sababu taifa ni la wote na maslahi ya taifa letu natakiwa tuyafaidi wote pasipo kujali itikadi za vyama vya siasa. Nadhani kuna kesi inaendelea ni ya vijana wenzetu ambao nao walikuwa wanahitaji kupata mkopo kwa ajili ya kujiunga ama kuendelea na masomo ya vyuo vikuu. Vijana hao imewalazimu inavyosemekana wamefoji nyaraka ili kusudi waweze kufanyaje, waweze kupewa mikopo. Imewalazimu wengine waseme wazazi wao wamefariki, wengine imebidi waseme wana matatizo gani. Kwa hiyo kwa sababu ya mfumo ambao upo katika nchi yetu, mfumo ambao unatoa mikopo kwa ajili ya kutokana na upendeleo mbalimbali, ndio kitu ambacho kinawafanya vijana waweze kufanya vitu ambavyo hata kama ni sheria inakataza, lakini sasa kila kijana na haki ya kupata mkopo. Jina langu naitwa Haji Emmanuel Mwakatebe, ndiye katibu wa hamasa wa Senate mkoa wetu wa Dodoma, vyuo vya kati na vyuo vikuu. Leo nimeona nijibu kidogo kuhusu upotoshaji ambao ndugu zetu CHASO wanapotosha umma. Wakati mwingine upotoshaji unapoenea sana unageuka kuwa ukweli, kwa sababu watu wanakuwa hawana uelewa na hilo jambo. Nimemsikia kiongozi mmoja wa CHASO, simfahamu jina lake, kwenye mkoa huu wa Dodoma akipotosha umma kwamba ili mtu aweze kupata mikopo ya elimu ya juu ni lazima awe mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Mikopo ya elimu ya juu hutolewa kwa vigezo vya bodi ya mikopo. Vigezo vya msingi ni pamoja na sifa za kitaaluma, mahitaji ya kifedha na masharti mengine yaliyowekwa na bodi ya mikopo ya elimu ya juu, na wala sio wanachama wa chama cha siasa chochote. Sio CCM, sio hao ndugu zetu, sio ACT, sio CUF, wala ni CCR Mageuzi. Niwaambie ndugu zangu CHASO, lazima angalie vigezo vya bodi ya mikopo. Pengine kama alikosa mkopo ni kwa sababu hajakidhi vigezo vilivyoainishwa na bodi ya mikopo Tanzania. Lakini pia kuna tuhuma nyingine au potoshwaji mwingine ndugu zetu wameuzungumza kwamba wapo vyuoni wanalazimishwa kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Nataka niwaambie ndugu zangu, vyuoni ni maeneo ya elimu, si vituo vya kulazimisha wanachama. Madhumuni makuu ya elimu ni kukuza utafiti na kuwajenga vijana kitaaluma. Shughuli za vyama vya siasa zinapaswa kufanyika kwa hiari
kwa kufuata taratibu za chuo na sheria za nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mtu unapotoka huko na tuhuma zako za uongo, kwanza kabisa unachafua taswira ya chuo, lakini pia unachafua taswira nzima ya nchi yetu. Niwaase ndugu zangu, waache kufanya siasa chafu. Tujikite zaidi kwenye utafiti, kujijenga zaidi kitaaluma kama wanafunzi na kama viongozi wa taifa la leo na taifa la kesho. Tujikite zaidi kwenye kujenga hoja za msingi zinazoweza kutuwezesha sisi kama vijana kutatua changamoto mbalimbali zinazozikumba jamii zetu, na wala sio kuleta taharuki na tuhuma ambazo tunatengeneza chuki kwa wananchi kuichukia serikali yao ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini nataka niwaambie tena, ndugu zetu wametoa tuhuma pia kwamba wanalazimishwa wajiunge na CCM wanapokuwa vyuoni. CCM ni chama kikubwa, kina misingi, kina falsafa, kina itikadi, kina shabaha. Lakini CCM inagusa maisha ya watu kuanzia kwenye mzizi mpaka juu kabisa. CCM ina mashina, ina matawi na mpaka ngazi zingine za juu. Na nataka niwaambie, katiba ya Tanzania inatambua uhuru wa kila raia kujiunga na kutojiunga na chama chochote cha siasa. Hivyo hakuna mtu anayepaswa kulazimishwa kujiunga na chama chochote cha siasa anapokuwa chuo au vyuoni. Wanachama wa CCM ni wa hiari. Na nataka niwaelekeze, niwaambie wa ndugu zangu kwamba leo mimi nimesimama hapa kuwajibu, lakini walitakiwa wajibiwe na vijana wadogo wachipkizi, kwa sababu ufahamu wao hauna utafiti wala hawana hoja za msingi zaidi ya kulalamika na kuleta taharuki. Sisi ni vijana ambao tumelelewa vizuri na tumewazidi parefu kuanzia kitaaluma, kujenga hoja na kuzipangua hoja. Wao wanadandia mambo. Leo akisikia Lecho Dango akasema hiki, anapita naye. Akisikia Nuruvazi nani yule kasema hiki, analuka nacho. Akisikia Mangi Kimambi kafanya hiki, naye analuka nacho. Badala kuendelea kukibagaza na kutukana na viongozi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na kuichukia serikali yao, wangejikita pia hata kujibu hoja. Kuna viongozi wao huko tumesikia wamekula pesa za tone. Mbona hawajaleta hizo hoja? Lakini leo hii wanasema wanahitaji katiba ambayo itazungumzia kuhusu masuala ya utawala bora. Wamesahau kwamba kwenye chama chao kuna kiongozi amewahi kuwa kiongozi mkuu wa chama chao zaidi ya miaka 20 lakini sasa hivi wao viongozi wao wakifanya makosa, wanapoguswa wamejigeuza kuwa miungu.